Mashamba haya yote ambayo yamefutiwa hati kwa sababu ya sisi tulikubaliana na waheshimiwa wabunge tuyaendeleze kwa sababu ni wahanga ambao tuliotelekezwa tangu enzi za mababu zetu. Na mashamba haya yaliendelezwa, hakuna hata sehemu iliyobakia. Na wakati nyaraka hizi zinapitishwa, kulishatumwa tume kuja kuangalia maeneo haya, je, yako wazi au yana mkonge. Maeneo haya yakakuta yote wananchi wameendeleza wanaozunguka maeneo hayo, takriban vijiji visipopungua 6 hadi 8 wamo ndani ya maeneo haya wameyaendeleza. Tukaanza mchakato wa namna ya kuweza kubaki katika mashamba hayo kupitia halmashauri baada ya kufutiwa ardhi. Tulifanya vikao vyetu tukiwa na Mwanahasha Tumbo, wakati mkuu wa mkoa ni Martin Shigela. Tulifanya makubaliano na tukakubaliana kwamba mashamba haya atakayebakia ni mwananchi ambaye ameendeleza, atabaki katika maeneo haya, na ambaye katika eneo hilo analima hajapanda mazao ya kudumu, basi yule atamwachia, ataachwa ile eneo wazi, atapewa mtu mwingine kwa kufuata utaratibu. Huo lazima ukweli tuuongee. Na vile vile kama kuna eneo ambalo limeendelezwa na mwekezaji kalitaka, basi eneo lile anatakiwa kwanza yule mtu arasimishiwe. Ndiyo makubaliano tuliokubaliana. Na vikao vya halmashauri pia vimeafiki mambo hayo, kikiwemo kikao cha tarehe 11 mwezi wa 11 kama sikosei ni 2016 vilirizia neno hilo. Lakini cha ajabu na cha kushangaza, mabadiliko yametokea. Ndiyo unachoona ni msafara huu ni mdogo, upo zaidi ya msafara huu ambao sasa kuna wawekezaji wameingia ndani ya maeneo ambayo wananchi wameendeleza mimea yao, nyumba zao, lakini maeneo yale yamepewa wawekezaji pasipo kufuata utaratibu wa haki za kibinadamu. Tuwe wa ukweli. Kuna makubaliano tulifanya na Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kuwa wananchi kwanza. Ushahidi upo. Leo kinachofanyika ni uwekezaji kwanza. Nani ambaye anaweza akavunja tamko la rais? Tunataka tumjue. Lakini bado isitoshe, halmashauri hiyo mkurugenzi, tunaposema mkurugenzi ni ofisi. Yupo mkurugenzi ambaye tulifanya naye mikutano pale Bwembwera, tulipigwa picha, wakatathminiwa watu na mali zao, makubaliano yakafanyika, na ndio akatoa tangazo kwa sasa kila mwananchi atapewa heka 2 bure kwa agizo la Mheshimiwa Rais, ambazo heka 2 kama zimezidi heka 2 utalipia 300 kwa mkazi wa wilaya ya Muheza. Huo utaratibu sisi tulifanya, na huo mkataba huo ulikuwa wa upande mmoja, maana halmashauri ndio alitupa maagizo hayo, tumetekeleza. Sasa nani kavunja mkataba huu? Watu waambie, watu wa kisheria. Tulipokea malalamiko haya na tumekuja kuwasikilizeni. Na maelezo mengi na maoni yenu mengi yanahitaji maamuzi ya juu ya utekelezaji. Sawa? Tunayachukua maoni yenu yote na tunaenda kuyarudisha kwenye mamlaka husika waone ni jinsi gani ya kuyafanyia kazi. Yapo masuala mengine ni ya kisheria na mengine yanahitaji usuluhishi kwa njia mbadala. Ombi langu kubwa ni kwamba muendelee kuwa watulivu wakati serikali kiendelea kuyafanyia kazi haya hizi changamoto mlizofanya nini? Mlizoziwasilisha.